Bwana asifiwe kanisa. Jina langu ni Doreen. Asubuhi ya leo tutasoma kutoka kitabu cha Waefeso, kifungu cha 2, kutoka mstari wa 19 hadi 22. Waefeso kifungu cha 2, kutoka mstari wa 19 hadi 22. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Hili ndilo neno la Mungu. Na wasalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Hamjambo. Karibuni katika ibada hii ya asubuhi. Asante walionitangulia kwa ibada hii. Asante Doreen na Yakobu kwa kutuongoza. Jina langu naitwa Tito Mboro. Mimi ni mpokeaji wa rehema ya Mungu na yeye ndio mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa rehema zake kwa kunifikia wakati nilikuwa nimepotea na kunileta karibu kupitia damu yake ya thamani. Namshukuru. Kabla ya kuanza somo la leo, ningependa tumtizame Mungu kwa maombi. Tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa neema yako ambayo imetuita sisi ambao hatukuwa watu, ukatufanya watu wa familia yako. Tunapolitazama neno lako asubuhi ya leo, tunaomba liwe wazi kwetu, ukafungue mawazo yetu, roho zetu, ili tuweze kulielewa neno lako. Na naomba neno lako liweze kutubadilisha tufanane na Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa nafasi ya kumfikia Mungu kupitia kwako Yesu Kristo. Naomba unitumie, unipe uwazi wa maneno, na naomba wasikilizaji waweze kulifuatilia neno lako kwa makini. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haya. Somo letu ni kanisa, nyumba ya Mungu. Na kabla ya kuzungumzia hiyo mada, ningependa tujikumbushe yale tuliyosoma hapo awali, kwa sababu hata mstari wa 19 unaanza na neno basi. Yaani ni kumaanisha kuna yale yaliyotangulia. Tunaweza jikumbusha, pengine ulikuwa hapa Jumapili zilizopita, na kama hukuweko, tuanze kuangazia mambo yale ambayo yamezungumziwa kwa hizo Jumapili zilizopita. Tukianza, tuliona kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo ili mtu yeyote asijisifu. Hiyo tuliona katika mstari wa 8 na 10 hadi 10. Halafu tumeokolewa kwa ajili ya matendo, si kwa sababu ya matendo. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza jisifu. Tuliona pia kwamba Wayahudi na mataifa wote wameunganishwa kwa mwili mmoja kupitia Kristo. Halafu tukiendelea, tuliona kwamba Paulo aliwafunza Waefeso pale mstari wa 14 akisema huu umoja wa Wayahudi na mataifa ulifanyika kwa njia 4. Ya kwanza ni amefanya wote kuwa wamoja. Ameumba utu mpya kutokana na hao wawili. Yaani vile watu wameokolewa,
sio Wayahudi tena, sio mataifa, mbali wamekuwa a new race, mtu mmoja. Amewapatanisha wote kutoka katika mwili mmoja. Huo ni mstari wa 16, na nimeruka mstari wa 15. Ameumba utu mpya kutokana na hao wawili, na la 4, wote sasa wana njia ya kukaribia Bwana kwa roho mmoja. Sasa tunaweza zungumzia mada yetu ya siku ya leo, kwa sababu Kristo aliwaunganisha wale walikuwa wametenganishwa, na pia akatuunganisha na Mungu. So kuna ule uhusiano wa sisi kwa sisi, na pia uhusiano wa wetu na Mungu haungefanyika bila Kristo. Na uhusiano huo ndio umetupatia kanisa ambalo tunazungumzia asubuhi ya leo. Ni bila Yesu hakuna kanisa. Kupitia kifo cha Kristo, uadui wa kale ulioko katika Wayahudi na mataifa umeondolewa, na sasa tuko na huo umoja ambao ndio kanisa, na hilo ndilo jengo la Mungu. Tukitazama mada yetu, tuanze kuangalia hilo fungu ambalo dada yetu Dorina ametusomea kwa uwazi mzuri. Kutoka humo kuna mafundisho matatu ningependa tuyaangazie. Mafundisho haya ni, la kwanza, tumepata uhusiano mpya katika huu umoja. Tumepata uhusiano mpya, na huu unapatikana katika mstari wa 19. La pili, tuko kwa ujenzi mpya, mstari wa 20 hadi 21 na moja ya kweli. Alafu la tatu, somo la tatu ni kuwa tuko kwa makao mapya ya Mungu, mstari wa 22. Tukianzia na lile funzo la kwanza, uhusiano mpya, mstari wa 19. Nikisoma tena, basi ninyi si wageni tena wala wapitaji, bali ni wananchi pamoja na watakatifu na watu wa nyumbani mwa Mungu. Paulo anaanza kwa kueleza jinsi waamini walivyokuwa zamani. Walikuwa ni wageni na wapita njia, na jinsi walivyo sasa. Anatupa hiyo tofauti. Sasa ni wananchi pamoja na watakatifu na watu wa nyumba mwa Mungu. Wageni na wapitaji, tutizame hayo maneno. Hawa ni watu wanaoishi katika nchi si yao, ni wageni. Wana haki chache tu, pengine ya kusafiri au ya kuishi au kukaa kwa muda kidogo, au kufanya kazi fulani, na hawezi enda kufanya kazi zingine, ni ile tu wameelekezwa. Hawezi pengine hata kumiliki ardhi za mashamba ya kukuza ardhi ya kukuza chakula. Hawezi kushiriki katika majeshi ya taifa. Huwezi toka hapo uwe mwanajeshi wa tofauti bila kuwa una uraia. Hata nilishangaa Wakenya wakijiunga na maandamano ya nchi jirani, hiyo si haki yao. Kwa maneno mengine, wao ni wasafiri katika nchi ya kigeni. Lakini sasa kupitia Kristo, wana mataifa wala Gentiles wamekuwa raia kamili katika ufalme wa Mungu. Hawajakuwa Wayahudi, hapana, hiyo iliondolewa. Hiyo tofauti iliondolewa. Tumekuwa watu wapya na tumekuwa na huo uraia wa ufalme wa Mungu. Mstari wa 12 nikirudia pale ambalo hatukusoma leo, unasema walikuwa wamefarakana au wametenganishwa na taifa la Israeli. Na mstari wa 13 unatuambia vile mambo hayakuwa mazuri hata kidogo. Unasema walikuwa mbali, lakini sasa wamekubalishwa kwa damu ya Kristo. Ni neema kubwa iliyoje kukaribishwa katika ufalme wa Mungu. Katika kanisa hakuna tabaka au kabila au rangi au mambo yote ile yanayotugawanisha. Sisi sote ni raia sawa katika ufalme wa Mungu. Hakuna mwenye nchi
na wenye nchi kama vile wanavyosema. Sote sisi ni wana wa Mungu. Mchungaji, mashamazi, mwimbaji, sote tuko sawa katika mbele ya macho ya Mungu. Hakuna tofauti yoyote. Paulo anatoa taswira au mfano ingine hapa. Ameondoka kutoka uraia na akaelekea kuhusu ule mfano wa nyumba ya Mungu. Na hebu tuangalie hilo wazo. Zamani tulikuwa bila tumaini na bila Mungu ulimwenguni, katika mstari wa 12, na hofu iliyoje hapo. Lakini sasa tumefanywa wana wa nyumbani wa Mungu, wenye haki na fursa zote za kifamilia. Sisi tumeingizwa katika hiyo nyumba, na sifa kwa Kristo kwa sababu ya hayo ameyatufanyia. Wayahudi waliomwamini na mataifa waliomwamini wote ni wananchi pamoja na watakatifu. Watakatifu wa vizazi vyote, hata kabla Israeli kuumbwa. Ingawa tamaduni zetu huwa zinatofautiana, sote ni familia moja katika nyumba ya Mungu wetu. Hakuna wa chini wala wa juu. Wote tuna njia ya kumkaribia Mungu moja kwa moja. Kristo ametupatanisha sisi na Mungu. Kwa hivyo tuna huo usawa. Kuna hiyo nafasi ya kumkaribia Mungu. Fundisho la pili ni ujenzi mpya. Tuko kwa ujenzi mpya. Na hiyo inapatikana kwa mstari wa 20 hadi 21. Paulo anabadilisha mfano kutoka uraia na familia, na sasa anatumia mfano wa jengo. Hili ni hekalu la kiroho ambamo Roho wa Mungu anaishi au anakaa. Nikisoma hilo fungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la hekalu. Hapa kuna kweli tatu kuhusiana na huu mfano wa nyumba. La kwanza ni msingi wa mjengo. Kila nyumba iko na mjengo wake. Na hapa tunaambiwa ule msingi ni mafundisho ya mitume na manabii katika huo mstari wa 20. Lakini hatuangazii mitume kama watu, tunaangazia yale mafunzo waliotupatia kupitia ufunuo ule walipata kimungu. Waliweka misingi na mafundisho ya kweli juu ya Injili, juu ambayo kanisa linasimama. Maana hakuna mtu anayeweza kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliowekwa ambayo ni Yesu Kristo. Hiyo inatoka kwa Korintho 3:11. Ufunuo huo ndio ulitupatia Biblia takatifu, likiwa neno kamili la Mungu. Wengi wanapotoshwa na watu wanakijiita manabii na mitume siku hizi, lakini tunajua ufunuo wa Mungu kamili katika Biblia. Kwa hivyo hatufai kuamini wale wanaosema wamepata ufunuo speciali au maalum. Dhana lingine tunalolipata katika ujenzi ni lile la jiwe kuu la pembeni ambayo ni Yesu Kristo. Tukiangalia bado tukitizama huo mstari tumeosoma, Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni, jiwe kuu la msingi linalounganisha na kulainisha jengo lote. Bila yeye jengo haliwezi kusimama. Hii inaangazia ukweli kwamba Kristo ndiye kiongozi wa kanisa. Yeye ndiye anatupatia uhai kama kanisa. Na Petro akinukuu Isaia 28:16 anasema, tazama, naweka katika Sayuni jiwe la pembeni lililochaguliwa na lenye thamani, na kila amwaminie hataona haya. Hiyo ni Petro
wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6. Kwa hivyo mstari huo unasisitiza kwamba Kristo ndiye kiongozi wa kanisa. Yeye ndiye kichwa cha kanisa kwa maneno mengine. Mitume na manabii waliweka mafundisho ndio, lakini Kristo ndiye anayetoa uhai na maana kwa mafundisho hayo. Bila Kristo hayana uhai hayo maneno. Kama vile jengo haliwezi kusimama bila msingi imara, vivyo hivyo haliwezi kudumu ikiwa imejengwa juu ya hekima za binadamu, hisia au mapokeo badala ya kweli zilizo katika Kristo. Kwa hivyo tukitafakari ili tuweze kuweka haya kwa matendo yetu, hebu tuache kila eneo la maisha yetu kama vile imani, zile vitu tunazipa kipaumbele, matumaini yetu yote yalinganishwe na Kristo, ambaye ni jiwe kuu la pembeni. Wewe nami tujiulize, msingi wa maisha yangu ni Kristo au ni nani? Ni elimu, ni pesa, ni mahusiano ya familia, ni marafiki, au ni nini? Kama sio Kristo, msingi wetu sio bora, utaanguka. Maisha yaliyosimama juu ya Kristo yatadumu imara hata mambo mengine yakibadilika au yakiyumbayumba, na yanazidi kubadilika kila siku. Lakini tukiwa Yesu Kristo ndio jiwe la pembe ya maisha yetu, tutasimama, tutadumu. Kweli ya tatu kuhusu hili jengo inapatikana katika mstari wa 21, ambapo tunasoma, katika yeye jengo lote linaunganishwa pamoja na kukua hekalu takatifu katika Bwana. Kanisa si jengo tu limesimama, bali ni hekalu linaloishi. Maneno katika yeye yanatukumbusha kwamba umoja na ukuaji wa kanisa lote unategemea Kristo. Yeye ndiyo kiungo hai kinachounganisha kila mwili pamoja. Wimbo wa kwanza tulisema tutii amri za Yesu. Na hiyo ndio njia tuko nayo. Yatupaswa kumtii Kristo katika amri zake zote, kama vile kupenda Mungu kwa roho yetu yote na kumpenda jirani. Jengo lote katika mstari huo linamaanisha kanisa la ulimwengu mzima, sio tu GPC. Tukijihesabu GPC sijui tumefika 1000, hata tukihesabu watoto. Ni kanisa lote, wote wanaomwamini Yesu Kristo. Kuunganishwa pamoja inaonyesha, nitumie neno kubwa hapa lakini nitalieleza maana yake, ni mchakato. Watanzania wanapenda kutumia hilo neno. Yaani inaonyesha ni kuendelea kukua. Ile ni process, ni mtiririko wa hatua kadhaa. Hatujahitimia, hatujakuwa kamili. Ama kuna mtu amekuwa kamili kiroho hapa? Pengine kunaye. Lakini pengine saa zingine tunasahau, hatujakuwa kamili, tukiongelesha watu wengine tunakuwa ni kama tuko kamili. Roho Mtakatifu anaendelea kutukuza kuwa jengo la waamini. Tunakuwa hekalu takatifu. Hilo ndio lengo. Roho Mtakatifu anatufanya tuwe watakatifu. Inaonyesha kwamba utakatifu ndio tabia na kusudi la kanisa. Tafakari la kivitendo ni kwamba tujitahidi kudumisha umoja na utakatifu kama sehemu ya hekalu ya Kristo. Naona muda umezidi kuyoyoma. Tukimkosea ndugu au dada, tuombe msamaha.
na tusameheane na tupendane kama tulivyosema hapo awali, tukisaidiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tukianza kutoelewana, ugomvi, wivu, ubinafsi, tamaa za mwili, kutamani yale yasiyo yako, mambo kama haya yanaharibu umoja na utakatifu wa nyumba ya Mungu. Kwa hivyo tufanye bidii kumtii amri za Mungu ili tuendelee kulainishwa kulingana na Kristo. Somo la 3 linatokana mstari wa 22 ambapo tunaona tunakuwa makao mapya ya Mungu. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa makao ya Mungu katika Roho. Hapo Paulo analeta ukweli huu kwa namna ya kibinafsi wakati anatuambia ninyi nanyi. Inawahusu waamini wa kimataifa. Anaongelesha waamini wa kimataifa, wale ni Waefeso. Hawako nje tena, washakaribia, washakuwa hekalu la Mungu. Na katika yeye, kwenye huo mstari tena, Kristo ndiye kiini cha uhalisi wa kiroho. Bila yeye hatuna uhai. Halafu anatukumbusha mnajengwa pamoja. Inaonyesha kazi inaendelea, haijaisha, inaendelea. Kanisa bado linaendelea kujengwa. Na tukiangalia haya maneno yanayosema tumekuwa makao ya Mungu, inatukumbusha hema la hekalu ya Agano la Kale. Lakini pengine hawa Waefeso ambao hawakuwa wanajua mambo ya Kiyahudi, pengine walikuwa na ile dhana ya hekalu ya Artemi, yule mungu wa kibandia. Lakini hayo yote tukiacha, hatuzungumzii jengo. Tunazungumzia nyumba ya waamini, Wayahudi na ya mataifa. Hapo tunaona umoja kamili. Katika hii nyumba tunaona utendakazi wa utatu wa Mungu ukifanyika. Baba anakaa miongoni mwa watu wake. Mwana ambaye ni Kristo ndiye msingi na uwanja wa makao hayo, na utendakazi wa Roho Mtakatifu, yeye ndiye mjenzi anayefanya uwepo wa Mungu kuwa halisi kati yetu. Nilisoma haya katika ile maamini ya Westminster, nimesahau jina la Kiswahili. Popote neno la Mungu linapohubiriwa na Roho Mtakatifu akifanya kazi kupitia imani, hapo Mungu anakaa kweli. Kwa hivyo Mungu yuko nasi hapa. Sisi ni hekalu. Sisi ni sehemu ya hekalu ya Kristo vile tulivyo hapa. Na tafakari ya kivitendo tukienda kumalizia, hebu tuishi kwa heshima na shukrani, tukijua kwamba sisi ni makao ya Mungu katika Roho. Kama Mungu anaishi ndani yetu, maisha yetu yanapaswa kudhihirisha utakatifu wake. Matendo yetu, ibada yetu na mahusiano yetu yote yaonyeshe kwamba Mungu anaishi ndani yetu. Kanisa si mkusanyiko tu wa watu, tukijikumbusha, ni nyumba ya Mungu iliyojaa Roho wake hapa duniani. Na hebu hitimishe kwa haya maneno. Kupitia Kristo, sio mtu mwingine yeyote, sisi tuliokuwa wageni tumegeuzwa kuwa raia, wana wa nyumbani na mawe hai katika hekalu ya Mungu. Tumepewa uhusiano mpya, tumepewa ujenzi mpya na makao mapya ya Mungu. Basi tuishi kama watu wanaomtambua kwamba Mungu yuko katikati yetu. Na jina la Yesu Bwana lisifiwe leo na milele.